Karibu kwenye simulizi ya kisiasa ya kusikitisha kuhusu vita inayoendelea huko Gaza. Tangu kuzuka kwa vita, maelfu ya raia wameuawa, miundombinu imeharibiwa na janga la binadamu linazidi kuwa kubwa. Dunia inatazama, inalia na inajiuliza swali moja tu la msingi. Kwa nini Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chombo kikuu kinachopaswa kuleta amani na usalama duniani, linashindwa kabisa kusimamisha vita hii? Jibu ni gumu, lakini linafungamana na nguvu kuu, diplomasia ya nyuma ya pazia na udhaifu wa kimuundo wa Umoja wa Mataifa wenyewe. Leo nakupasha ukweli mtupu kuhusu mchezo huu wa kisiasa wa ngome unaochezwa na New York huku watu wakiteseka huko Gaza. Sababu ya kwanza ni kura ya veto, yaani veto power. Hii ndiyo sababu namba moja na ndiyo inayoshangaza zaidi. Baraza la Usalama lina nchi wanachama 15 ambapo wanachama 5 wana kura ya kudumu, yaani kura ya turufu. Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na Uchina. Kila moja ya nchi hizi ina kura ya veto, kumaanisha inaweza kuzuia azimio lolote lisipite hata kama wanachama wengine 14 wamekubali. Marekani, ambayo ni mshirika mkuu wa kihistoria wa Israeli, imetumia mara kwa mara kura yake ya veto kuzuia maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa yaliyokuwa yanataka kusitishwa kwa mapigano au kuishtaki Israel. Kitendo hiki huacha Baraza la Usalama likiwa limefungwa na lisiloweza kuchukua hatua yoyote ya kisheria. Kimsingi, veto ya nchi moja inakuwa na nguvu zaidi kuliko maoni na matakwa ya nchi zingine 14, na hata yale ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lenye nchi wanachama 193. Azimio la kuzuia vita linaweza kuungwa mkono na nchi zote 14 za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini kura moja tu ya veto inalifanya lisifanye chochote zaidi ya makubaliano ya kwenye karatasi. Sababu ya pili ni diplomasia ya maslahi binafsi, yaani geopolitical interest. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa halishughulikii amani tu, bali pia linawakilisha maslahi ya nguvu kuu za dunia. Vita ya Gaza imeweka wazi tofauti kubwa kati ya maslahi haya. Maslahi ya kwanza ni mrengo wa Magharibi dhidi ya mirengo mingine. Marekani na Uingereza zinasisitiza haki ya Israeli kujilinda na kupinga maazimio ambayo hayahitaji au hayalaani kundi la Hamasi. Upande mwingine, Urusi, Uchina na wanachama wengine unasisitiza ulinzi wa raia wa Palestina na haja ya kusitisha mashambulizi mara moja. Na maslahi ya pili ni kutofautiana kwa matamko. Kila azimio linalotolewa na mmoja wa wanachama linapigwa veto na mpinzani. Urusi na Uchina huweka maslahi yao, huku Marekani nayo inaweka maslahi yake mbele. Hii inafanya mgogoro wa Gaza uonekane kama eneo la vita baridi ya kidunia, ambapo Israeli na Palestina ni walengwa wa moja kwa moja wa michezo ya siasa za kimataifa. Na sababu ya tatu ni udhaifu wa kimuundo wa Umoja wa Mataifa, yaani structural failure. Hata kama Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lingefanya azimio thabiti, UN haina jeshi lake lenye nguvu za kutosha kutekeleza maazimio haya kikatili bila ushirikiano wa nchi wanachama. Tangu miaka ya 1948, Israeli imeendelea kupuuza maazimio kadhaa ya Baraza Kuu na Baraza la Usalama kuhusu makazi ya Kiyahudi na mipaka. UN haina njia za kutosha za kumlazimisha mwanachama au mshirika wa mwanachama mkuu kutekeleza maazimio yake. Adhabu za kiuchumi zinahitaji makubaliano ya pamoja ambayo mara nyingi hayapatikani. Katibu mkuu wa UN Antonio Guterres mara kadhaa amekuwa akizungumza kwa nguvu kuhusu maafa ya Gaza, lakini matamshi yake yamekataliwa vikali na Israel, akishtumiwa kwa kuhalalisha ugaidi. Hii inaonyesha jinsi mamlaka ya ofisi ya Umoja wa Mataifa inavyoweza kudharauliwa wakati maslahi ya nguvu kuu yanapohusika.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linashindwa kudhibiti vita ya Gaza kwa sababu linaongozwa na siasa za nguvu kuu badala ya ubinadamu na sheria za kimataifa. Mfumo wa veto uliokusudiwa kulinda utulivu wa dunia umegeuka kuwa kifaa cha kuzuia amani na kuruhusu maafa kuendelea. Vita ya Gaza ni kioo kinachoonyesha wazi udhaifu wa Umoja wa Mataifa katika kulinda maskini na walio dhaifu dhidi ya nguvu zinazounga mkono na nchi zenye nguvu. Hadi mfumo huu wa veto urekebishwe au nguvu kuu zikubali kuweka kando maslahi yao kwa ajili ya amani, damu itaendelea kumwagika Gaza, huku Baraza la Usalama likibaki kuwa mtazamaji mwenye vitabu vya sheria lakini hana fimbo ya kuzitekeleza. Je, nchi gani hasa zinapaswa kupewa lawama kuu kwa kushindwa kwa Baraza la Usalama? Na nini kifanyike kurekebisha mfumo wa kura ya turufu? Toa maoni yako hapa chini. Jina langu ni Fred Kuboja. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti katika channel hii ya Kuboja TV. Mpaka wakati mwingine.